Mtazamaji wa ZMA Online TV, karibu katika matangazo haya tukiwa katika viwanja hivi vya Kizimbani Dole. Hapa ni miongoni mwa eneo ambalo lina historia kubwa katika visiwa hivi vya Unguja na hususan kwenye masuala ya maonyesho ya Nane Nane. Eneo hili likiwa lina mambo mengi na kuna uoto wa asili na unaakisi jambo kubwa zaidi. Tukiwa tunaadhimisha maadhimisho ya miaka kadhaa katika utumishi wa umma. Leo maadhimisho ya Mei Mosi mwaka huu 2026 yanafanyika katika eneo hili. Mtangazaji ambaye nitakuletea matangazo haya moja kwa moja katika eneo hili naitwa Suleiman Abdullah, na kama unavyoona harakati, viongozi mbalimbali wameanza kuwasili katika eneo hili, wafanyakazi mbalimbali Unguja na Pemba. Leo tutajumuika nao katika jambo hili kubwa zaidi katika historia katika mwaka huu 2026. Ni kuombe uungane nami katika matangazo haya. Nyuma ya kamera Saleh Yusuf anatusaidia kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia moja kwa moja hapo ulipo. Usisahau ku-like na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Zanzibar Maritime Authority, lakini unaweza kututembelea pia kwenye TikTok yetu Zanzibar Maritime Authority, lakini pia unaweza kututembelea kupitia Instagram ni ZMA_Zanzibar, lakini Facebook ni ZMA Zanzibar. Tutembelee huko uweze kuwa miongoni mwa watu ambao wanatufuatilia kwa karibu zaidi katika maadhimisho haya ya Mei Mosi mwaka huu 2026. Ungana nami katika ziara hii. Na mtazamaji, tumekutana hapa katika viwanja hivi vya maonyesho ya Mei Mosi 26 na Profesa Mohamed Khalfani, na yeye ni mtendaji mkuu kwenye ofisi ya Rais ya ufuatiliaji na tathmini. Leo ana neno gani la kuambia wafanyakazi wa taasisi yake, lakini na wafanyakazi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar? Karibu sana Profesa. Asante sana. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuamka salama na hali ya hewa nzuri. La msingi ni kwamba mara nyingi tunapofanya kazi tunafanya kazi kwa malengo. Kwanza kunakuwa na lengo binafsi la mtu kupata riziki ya halali kula na watoto wake, lakini kuna lengo jingine kubwa ambalo kwa nguvu zetu tukizikusanya kwa pamoja, hatimaye nchi kama nchi inakuwa nayo inapata maendeleo. Sasa wasia wangu binafsi na kwa wenzangu ni kwamba kila mmoja ajitahidi kutekeleza wajibu wake ipasavyo kwa maslahi yake binafsi ili aweze kupata riziki ya halali na familia yake, lakini pia tujijue kwamba zile jitihada zetu tunapoziimarisha, maana yake ni kwamba jitihada za nchi kwa ujumla wake nazo zinaimarika, na hatimaye yale matunda ambayo tunakuwa tunatamani kila siku tunapata ya mishahara mizuri, ya mabarabara mazuri, huduma za afya nzuri, nazo pia yanaweza kupatikana kwa ufanisi zaidi. Tusitegemee kwamba hivi vitu vitashuka tu bila kujituma. Tujitume, tuunge mkono jitihada za rais wetu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha kwamba anaifanya Zanzibar kuwa na neema zaidi, na hilo si swala la mtu mmoja peke yake, lakini kwa pamoja tunaweza tukalifanikisha zaidi. Tukushukuru sana Profesa na tunakutakia maadhimisho mema. Asante. Mtazamaji, tumekutana hapa katika maonyesho ya Mei Mosi na kamishna wa kazi. Yeye leo ndo mwenye jambo lake hapa, basi tusikilize walau neno lake, na yeye akiwa anawapa matumaini wafanyakazi, lakini kuelekea katika maadhimisho haya ana neno gani naye kuambia wafanyakazi katika kuadhimisha siku hii? Karibu sana kamishna. Asante sana. Asante. Kwa kweli ni swala la msingi sana kwamba leo ni siku ya faraja sana. Hatuzungumzi sherehe, lakini tunazungumza ni siku ya kumbukumbu muhimu sana, kukumbuka yale madhila ambayo yalijitokeza kipindi kile kule Chicago kwa kufanyiwa matendo yaliokuwa si ya msingi sana wafanyakazi. Leo wafanyakazi wanalikumbuka hilo duniani kote, na Zanzibar ni sehemu ya dunia. Kwa hiyo katika viwanja hivi vya Dole leo hii tupo kwa ajili ya kukumbuka kwa pamoja. Hapa leo tutaendelea na matokeo tofauti. Utakuwa kuna maandamano ambayo yana ishara ya kuunga mkono zile sauti za wafanyakazi ambao walithubutu kuandamana kule Chicago miaka ile 1800 kupinga udhalimu wa waajiri uliokuwa ukifanyika katika kutumikishwa kwao kiholela, bila kuzingatia taratibu za kazi, bila kuzingatia masaa ya kazi, bila kuzingatia ujira unaoendana na kazi iliyokuwa ikifanyika wakati ule.
Kwa hiyo ni jambo moja la faraja sana, ni jambo moja la kukumbukwa sana kwa kweli. Asante Kamishna, tumalizie mazungumzo yetu kama tulivyofuatilia Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha viongozi, aliwaambia kwamba viongozi watatathminiwa kuonesha utendaji wao kwenye taasisi, lakini hiyo ikashuka zaidi, hata viongozi nao wakapewa maelekezo kwamba pia watathmini kazi yao, isiwe tu labda wa kila mwaka tunadai zile ziniongeza za wafanyakazi, lakini je, wanaleta tija na ule utumishi wao? Hili nalo nalizungumzaje kwa wafanyakazi wetu? Kwa kweli Mheshimiwa Rais wetu mpendwa wa awamu hii ya 8 Dr. Hussein Ali Mwinyi, mara zote anapoahidi huwa ni mtekelezaji. Hakuna mwenye kupinga hilo, sote ni mashahidi wa hilo. Kwa hiyo aliahidi hilo la swala zima la tathmini la utendaji wa wafanyakazi, na tunaona maanake ingelikuwa hilo halipo, haya tunayoyaona mabadiliko yasingekuwepo. Haya yote yanatokana na hilo la utendaji na ufanisi na tija umekuwa mkubwa sana. Miradi mingi sana inaendelea kwa sababu ya hilo. Mabarabara yamekuwa yakijengwa kwa sababu ya hiyo. Maendeleo ya watu yamekuwa makubwa sana. Wafanyakazi ni miongoni mwa hao ambao wana faraja kubwa sana. Mabadiliko ni makubwa sana kwa kweli, ni swala ambalo tunaliona wazi, wala hakuna ambaye anaweza kulipinga. Mwenye kulipinga na lake kabisa. Asante. Sisi tunakushukuru sana na tunatakia maadhimisho mema. Asante. Mtazamaji wa ZMA Online TV, tupo katika matangazo haya ya moja kwa moja katika viwanja hivi vya Kizimbani Dole, na tumebahatika hapa na waziri mwenye sekta hii ya kazi, Mheshimiwa Sharif Ali Sharifu, naye atapata nafasi ya kuzungumza kidogo. Anazungumziaje kuhusiana na maadhimisho haya? Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Leo ni siku moja muhimu sana, na Mei Mosi ni siku adhimu kwa dunia nzima, na historia inatuambia hivi, kwa sababu hii zaidi ni kuangalia zile haki za wafanyakazi, stahiki zao zikoje, yale mambo muhimu ambayo yanatakiwa kama mfanyakazi uweze kuyapata, ikiwemo afya za usalama kazini, ikiwemo kuhakikisha kwamba stahiki zile unazipata inavyotakiwa. Kwa hiyo na sisi hapa Zanzibar tumejitayarisha, tupo Dole na mgeni rasmi kama mnavyojua ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, na tulianza kuyafungua haya tokea tarehe 27. Tulikuja hapa tukafungua, kulikuwa na maonyesho ambapo wafanyakazi lakini pamoja na wafanyabiashara waliweza kufaidika kuona yale ambayo yanatekelezwa katika sekta zao. Kwa hivyo leo hapa tutakuwa na maadhimisho haya, tutakuwa na maandamano hapa makubwa ya wafanyakazi, lakini kwa upande wa serikali sisi tumekaa na hizi trade unions, kwa maana ya zile jumuiya za wafanyakazi, jumuiya za waajiri, ili kuweza kutatua zile changamoto zao. Na katika kipindi hichi ambacho tunakimalizia, walikuja na changamoto karibu 29, na Mheshimiwa Rais mwaka jana alitupa maelekezo, hizi changamoto msizisubiri mpaka ifike Mei Mosi, zitatueni ikifika Mei Mosi, mje mtueleze mafanikio yake. Kwa hiyo katika changamoto 29 tumeweza kuzitatua 25. Kwa hiyo zimebakia 4, na hivi ninavyokuambia hizi 4 ziko katika hatua nzuri ya kuweza kutatua. Kwa hiyo kwa kweli sasa hivi tumekuwa mapartners baina ya serikali na hizi jumuiya za wafanyakazi pamoja na waajiri. Kwa hiyo tuko vizuri. Neno lako la mwisho. Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha viongozi nyinyi, aliwapa maagizo kwamba kutakuwa kuna tathmini ambayo itakuwa inafanyika, lakini hiyo ikashuka zaidi, akawapa na nyinyi kwamba pia watathmini wafanyakazi. Labda neno lenu ni lipi katika kuhakikisha kwamba utendaji unakwenda kwa mujibu wa spidi yake Mheshimiwa Rais, na watendaji nao wanakuwa na spidi hiyo? Unajua hayo hayataki tochi, kwa sababu Mheshimiwa Rais staili yake hana muda. Unapewa kazi, unatakiwa uitekeleze kwa muda. Kwa hiyo kuna vitengo katika kila taasisi sasa hivi, lakini kwa taifa kwa ujumla tunaita cha kutathmini na ufuatiliaji, na kinafanya vizuri. Kwa mfano katika sekta yangu mimi sasa hivi kila ambacho tunakipanga tunatoa time frame, muda maalum wa kwamba kazi hiyo imeshamaliza. Na ukiangalia tathmini tunazozifanya, mengi yanafanyika. Ukienda kwenye uwekezaji unayaona mwenyewe mambo makubwa na anakwenda kwa spidi. Ukienda katika masuala haya ya kazi, kama unavyoona nimekwambia changamoto tunaweza kuzitatua. Kwa hiyo tunakwenda vizuri, na mimi nimpe hongera Mheshimiwa Rais kwa maono yake na kwa kazi zake kubwa ambazo anazifanya kwa ajili ya nchi yetu hii. Sisi tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, na tunakutakia maadhimisho mema na wewe katika Mei Mosi. Asante sana. Mtazamaji wa ZMA Online TV, tunaendelea na mahojiano tukiwa tunaadhimisha
mwaka 2026, siku ya wafanyakazi duniani. Na hapa katika maonyesho tumekutana na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo Dr. Sudi hapa, naye tupate neno lake kidogo kwa wafanyakazi wa Wizara ya Kilimo, lakini na wafanyakazi wote wa SMZ kwa ujumla. Karibu sana daktari. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Leo nashukuru tuko kwenye siku yetu ya wafanyakazi, siku moja muhimu sana katika utumishi wa umma. Kwa hiyo leo tunakwenda kuadhimisha, lakini ujumbe wangu kwa wafanyakazi, tunapoadhimisha siku ya wafanyakazi, maana yake lazima ionekane yale mabadiliko, kwa sababu tunaposema tunasherehekea siku ya wafanyakazi, basi na zile kazi tumezitendea haki. Kwa hiyo tujitume kwa bidii, na msingi wa maendeleo ni kufanya kazi. Mwisho kabisa, wakati tunahitimisha mazungumzo yetu, tupo katika viwanja hivi ambavyo vina historia kubwa, hasa kwenye eneo lako la kilimo. Tumezoea kuadhimisha hili, lakini leo Mei Mosi imekuja hapa. Labda unawaambia wananchi walioko majumbani nini katika kuadhimisha maadhimisho haya kwa mwaka huu, kwa sababu bado watu hawajajua kuna nini kinaendelea? Walioko majumbani waje, kwa sababu tunaposema wafanyakazi haimaanishi wale watumishi wa umma peke yao, hata waliojiajiri kwenye ajira binafsi. Hii ni siku yao leo. Kwa hiyo waliokuweko majumbani waje hapa kwenye viwanja vyetu hivi vya maonyesho vya Nane Nane. Kuna mambo mazuri. Mheshimiwa Rais leo Dr. Hussein Ali Mwinyi atahutubia kwa wafanyakazi, na akizungumza maana yake analenga wafanyakazi wote. Kwa hiyo kuwepo kwetu ni kuja kumuunga mkono na kusikiliza yale maelekezo ambayo atatuambia Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana daktari, na tunakutakia maadhimisho mema. Shukrani sana.